Leo ni Juni 18, 2025. Siku ya 18 ya mwezi wa 6, 2025. Karibu katika tafakari ya neno la Mungu inayokujia kila siku, ikiwa imeandaliwa na mchungaji Chris. Naitwa Zawadi Machibia na tafakari ya neno la Mungu inakujia kwako kupitia Rhapsody of Realities ama Rhapsody ya uhakika, na hii ni sauti ya Rhapsody. Ujumbe wetu leo unasema, kwa yeye tunashinda daima. Kwa yeye tunashinda daima. Neno la msingi liko katika Mambo ya Nyakati wa Pili sura ya 14 mstari wa 11, na unasema, naye Asa akamlilia Bwana Mungu wake akasema, utusaidie e Bwana Mungu wetu, kwa kuwa tunakutegemea wewe, na kwa jina lako tumekuja juu ya jamii kubwa hii. E Bwana, wewe ndiwe Mungu wetu, asikushinde mwanadamu. Asa huyu alikuwa ni mfalme wa Israeli. Nirudie tena mstari huo, nasema, naye Asa akamlilia Bwana Mungu wake akasema, utusaidie e Bwana Mungu wetu, kwa kuwa twakutegemea wewe, na kwa jina lako tumekuja juu ya jamii kubwa hii. E Bwana, wewe ndiwe Mungu wetu, asikushinde mwanadamu. Basi katika tafakari mchungaji Chris anasema, kuna habari ya ajabu sana ya vita katika siku za Asa, mfalme wa Yuda. Biblia inatuambia katika Mambo ya Nyakati wa Pili sura 14 mstari wa 9 kwamba Zera Mkushi Mwethiopia huyu aliinuka dhidi ya Yuda akiwa na jeshi la watu 1,000,000 na magari 300 ya farasi wa kivita. Hilo lilikuwa jeshi kubwa, jeshi la kutisha sana. Lakini Asa hakusita kwa hofu, badala yake akatoka ili kuwakabili, akipanga vita katika bonde la Sefatha huko Maresha. Ndipo Asa akafanya jambo la kuvutia sana, akamlilia Bwana Mungu wake ili amsaidie. Ingawa jeshi lake lilikuwa dogo, alijua kuwa anahitaji muujiza, na tumaini lake lilikuwa kwa Bwana. Alitambua kwamba kwa Mungu idadi haikuwa na maana yoyote. Ujasiri wake ulikuwa katika jina la Bwana. Akasema, na kwa jina lako tumekuja juu ya jamii kubwa hii. E Bwana, wewe ndiwe Mungu wetu, asikushinde mwanadamu. Ni ujasiri wa imani ulioje huu! Asa alielewa kwamba maisha yanaendeshwa kutokea katika ulimwengu wa kiroho. Kwa hiyo alitazama mbali zaidi ya faida ya kimwili aliyokuwa nayo adui yake na kumwona Bwana ndiye msaada wake. Huu ndio mtazamo unaopaswa kuwa nao kila wakati. Haijalishi aina ya upinzani, nguvu, ushawishi au uovu wa adui, aliye ndani yako ni mkuu zaidi kuliko shetani na washirika wake wote kwa pamoja. Wanaweza kuonekana kuwa wa kutisha, lakini ni dhaifu, na wewe ni hodari. Maneno yao ni matupu, lakini yako yamejaa mamlaka ya kiungu. Matokeo ya maombi ya Asa yalikuwa ya ajabu sana. Biblia inasema katika hiyo Mambo ya Nyakati wa Pili sura ya 14 mstari wa 12 kwamba Bwana akawapiga Wakushi mbele ya Asa na mbele ya Yuda, na hao Wakushi wakakimbia. Wakakimbia licha ya wingi wao, na Asa na watu wake wakawafuatia mpaka Gerari na kuwaangamiza kabisa. Biblia inasema hawakuweza kupona, maana waliangamizwa mbele za Bwana na jeshi lake. Asa na watu wa Yuda walichukua nyara nyingi. Angalia Mambo ya Nyakati wa Pili sura ya 14 mstari wa 13. Ushindi ulikuwa mtimilifu. Soma Mambo ya Nyakati wa Pili sura ya 14 mstari wa 14 hadi wa 15. Hofu ya Bwana ikawashukia adui zao, na Yuda akafanikiwa. Mungu wetu ni mkuu. Kwa hiyo unapokabiliwa na changamoto, usitishwe. Weka mkazo kwake. Yeye ni msaada wako, na kupitia yeye unashinda daima. Haleluya. Maombi. Mpendwa Baba, wewe ni nguvu yangu na ushindi wangu. Ninasimama imara
katika imani, nikitangaza neno lako, nikijua kwamba nguvu zote ni zako. Asante kwa kunifanya nishinde katika Kristo kila mara, katika jina la Yesu. Amina. Basi masomo zaidi yako katika Zaburi ya 20 mstari wa 7 hadi wa 8, Warumi sura ya 8 mstari wa 37 na Wafalme wa Pili sura ya 6 mstari wa 16. Neno la Mungu liendelee kukubariki. Ukiusikia ujumbe huu, unaweza kuusikia tena na tena na tena, na unaweza ukawasambazia na wengine waendelee kuusikia tena na tena. Ukiwa na swali ama una ujumbe unataka kutuandikia ama unataka kutupigia simu, basi tumia namba hii alama kujumlisha 255 766 444 996. Mungu Baba aliye hai akubariki.